kama ni watoto kuwa vizuri. Kwa hiyo nafikiria na sisi tutafika huko. Katika nauliza haya kwa sababu nataka nifahamu tu kiwango cha umuhimu wa wazazi na walezi, na zaidi hapa tuangalie wazazi katika kumkuza mtoto katika mazingira mazuri, kwa sababu vipo visa kadhaa ambavyo tumeshawahi kuvisikia kuhusu mtoto analelewa na mfanyakazi vizuri tu, lakini changamoto inakuja kwamba mtoto yule inafikia hatua anatafuta umakini na namna gani wazazi wangu wananitazama kwa kufanya matukio fulani ambayo jamii haikubali kabisa, kujipoteza au kujidhuru yeye mwenyewe katika hatua fulani na mambo kama hayo. Sasa kwa upande wa Zanzibar, sisi tunaona umuhimu huo kweli? Kwa kweli umuhimu upo wa kuhakikisha watoto na tunaishi katika mazingira hayo ya kuhakikisha na kuona umuhimu kwamba sisi kama wazazi tutenge muda kwa ajili ya watoto wetu, kwa sababu kuna mchango mkubwa katika makuzi yao. Hilo ni jambo muhimu sana. Na hapa napenda kumnukuu Rais Mama Samia. Mara moja alikuwa anaelezea historia yake, anasema mimi wanangu nilikuwa sina muda nao. Mpaka walikuwa nalalamikia mimi nikiingia nikitoka safari. Kwa hiyo ipo nafasi kubwa. Na yeye kwa nafasi yake alikuja akaliona hilo kwamba ipo haja ya kukaa na watoto wangu. Kwa sababu kawaida ya mtoto, hata ukichunguza watoto ambao wazazi wao wameachana tu, basi ni mpasuko kwa mtoto. Kwa sababu ule wakati wa kutoka akamfuata baba, mama anaingia chuki. Ule wakati wa kukaa na mama, baba anatengeneza chuki. Kwa hiyo unakuta ule uhusiano mzuri unakosekana. Kwa hiyo upo umuhimu mkubwa sana wa wazazi kuwa na muda. Na muda huu unapaswa kuwa katika mazingira matatu makubwa. Mazingira ya kwanza, kuwa na ukaribu na watoto katika uhusiano. Kukaa kuwahadithia story, kupiga nao story, kuzungumza kuhusiana na maisha. Jambo la pili ni katika masomo. Kuwasaidia katika masuala ya kimasomo ya kimaisha. Lakini jambo la tatu ni kuwa na muda nao wa faragha, kutoka nao kidogo. Unatoka nao, unakwenda nao kutembea. Haya mambo matatu ni muhimu sana mzazi kuyatengea muda. Na ukitizama katika historia, hata Mtume alikuwa na nafasi ya kucheza na wajukuu zake. Anakaa kama ng'ombe kisha wanakaa juu. Ni kitu muhimu sana ambacho kinasaidia ukuaji wa mtoto. Sasa tukitazama hayo kwa upande wa kina baba, inaonekana bado kidogo tuko nyuma kwenye eneo hilo, kwa sababu kwa kisingizio labda cha harakati za maisha na mambo kama hayo, baba ni mtu ambaye anaonekana kidogo si mcheshi sana kulinganisha na mama. Mambo haya yanapokosekana katika malezi, mtoto anakuwa katika hali gani? Tunakuwa na kizazi cha aina gani? Kwanza ni kutengeneza ubaguzi. Mara moja nilikuwa nasomesha kuhusiana na ushirikishwaji wa wanaume katika malezi ya watoto. Na nilikuwa niko na wazazi wa kiume wengi. Nikawa najaribu kuwauliza, kuna mzazi hapa aliwahi kumvisha nepi mtoto wake? Ukiachia hizi pampers ambazo unamvisha tu, zile za zamani za matambara zile. Za matambara, kuna zile plastiki. Ndio hizo za matambara. Unawekwa tambara kwanza, kisha juu unavishwa plastic, kisha unavishwa nepi ile ya chupi. Sasa nikajaribu kuuliza, kuna mzazi hapa ambaye aliwahi kufanya hivyo, kwamba mtoto ameenda haja, ni mdogo wa miaka miwili au miaka 1.5 hivi, ameenda haja, kisha mzazi wa kiume akaenda akasafisha au akakogesha mtoto wake mdogo kama huyo, kisha akamvisha nepi? Kiukweli jawabu sikupata. Watu wanasema hizo kazi za wanawake. Sasa tunajiweka nyuma kwenye vitu ambavyo ni vya msingi sana. Kwa hiyo mimi nafikiria tunatengeneza ubaguzi tu kwa mtoto, kwamba inafika wakati mtoto anakaa zaidi na mama. Unakuta mtoto hawezi kumwambia kitu baba, ni mama tu. Na muda mwingine mtoto anakuwa baba tu. Na tuna ile falsafa mtoto wa kike kwa mama yake, wa kiume watoto ni wetu sote. Ifike wakati mtoto kama hakunambia mimi, akwambie wewe mama. Kama hakukwambia wewe mama, ambie mimi baba. Yani ifike wakati mtoto ukikosekana baba, ajue sasa kwamba baba leo hayupo hapa. Au mama hayupo, ajue sasa kwamba mama hapa hayupo. Kwa hiyo kuna nafasi ya kutengeneza ubaguzi kwenye familia. Unakuta hawa watoto na baba tu, na hawa watoto ni mama tu, kwa sababu baba alijiweka nyuma. Na fanya tafiti, kwa mfano sisi tulijaribu kuuliza kidogo tu kwamba ushirikishwaji wa baba katika kazi za ndani. Kidogo. Kwamba baba anashiriki vipi kwenye kazi za ndani, ambazo kazi hizo mama yeye halipwi. Kufagia, kuosha vyombo. Na ukitizama 98% ya kazi za mama si za kulipwa. Ukiachilia ile kazi ambayo anakwenda nje kuajiriwa.
Lakini kazi za ndani, akiamka asubuhi afagie nyumba, aoshe vyombo, awaandae watoto, awapikie, aandae kitanda, yani ukiatizama kwa ujumla wake si ya kulipwa. Sasa baba anashiriki vipi moja kwa moja? Kuna siku angalau anapata nafasi ya kusema leo napika mimi. Weka pumzike. Sio lazima kila siku, siku moja leo nitapika mimi. Au leo nitafagia mimi. Si makosa, tunayachukulia kwamba ni makosa, lakini si makosa. Ni katika kumfundisha mtoto. Na hili na washauri wazazi pia katika malezi ya watoto. Sisi huwa tunafundisha wazee kwamba hata mtoto wako wa miaka 3, 4, 5 ambaye amesha kutembea na anafahamu, anapomaliza kula jaribu kumfundisha, wa kiume jaribu kumfundisha achukue sahani yake aliyomalizia kula akaoshe, kisha ndo aiweke. Hata kama kuosha kwake sio kuosha kule, ni kutoa tu yale kwamba unamfundisha tu kwamba hata mwanamume anatakiwa asubuze sahani yake. Sawa sawa. Akimaliza sehemu kama kala peke yake, fagia. Baba fagia kidogo, anafagia, unamsaidia kumfundisha. Inatokea wakati ndo tunakuta hizi changamoto. Mama anauma, mume hawezi kupika. Hata kumchemshia mwenzake maji. Sasa hiyo kama ana mimba anawezaje kumfanya ina bed rest? Unanikumbusha mbali kidogo, hata nyumbani ilikuwa tuko watatu. Kwa maana hiyo tukila pamoja kwenye sahani moja, ina maana yule kwa mfano ile tonge ya mwisho mtu anawahi atakaye naondo nafagia, naosha. Kwa maana hiyo ilikuwa ni mtindo ambao kwa kweli baadaye unakuja kubaini, unakujenga katika mazingira mazuri kiasi ya kwamba kufanya kazi za nyumbani hizi inawezekana pia ukafanya, na ukifanya unatoa mchango mkubwa, hususan katika kumfunza mtoto pia, kwa sababu mtoto anajifunza kupitia mzazi wake moja kwa moja. Sasa kama haya yote yanahitaji taaluma, yanahitaji watu kukumbushwa. Mpaka leo tunazungumza, ni muda mrefu sana, na leo hapa nakuuliza unaniambia bado hali kidogo hairidhishi. Tunakwama wapi? Kukwama zaidi ni kwenye utayari. Na ni kwa sababu unaweza ukamfundisha mtu sana mambo mengi, lakini bado hajawa tayari kufanya. Na hata hawa wanaotusikiliza baadhi inawezekana wamepata faida sana. Sasa nani hayupo tayari? Mzazi kwa upande wa wanaume au mwanamke au mlezi? Ndugu mtangazaji, unajua haya mambo kila mmoja anavutia kwenye nafasi yake. Unakuta kuna jamii nakwambia haya ni mambo ya kike tu. Na kuna jamii nasema hapana, haya ni mambo yetu sote. Ambayo mimi naunga mkono hii jamii ambayo inasema ni mambo yetu. Kwenye mambo ya ndani mazali tumetaka familia ni yetu sote. Sasa wale ambao wanasema wao wako upande wa kwamba haya ni mambo ya kike, ni ugumu mpaka kufika kumbadilisha. Na hii inaenda kwenye ile tafsiri ya masuala ya tabia. Kuibadilisha tabia ya mtu kuna ni hatua. Sio kwamba ni kesho na kesho kutwa namwambia mtu aache kuvuta sigara. Yaani hicho ni kitu ambacho kinahitajia hatua. Kwa hiyo nahisi bado kuna haja ya kuzidi kuelimisha jamii. Bado kuna jamii inaona kwamba wanaume yeye ndo kichwa cha familia, kwa hiyo hatakiwi yeye akimaliza kazi akakae maskani, azungumze na vijana wenziwe, kisha akimaliza jioni aje aulize tu chakula, niomba niwekee chakula. Yaani ni hivyo. Wapo watu wana huo mtazamo. Wengine baadhi ya wazazi wanapata nafasi ya kuketi na watoto wao pamoja, lakini unakuta kwa sababu maendeleo ya sayansi na teknolojia yameendelea kushamiri na kuchukua nafasi duniani, watu wanatumia simu, wanatumia vishikwambi, wanatumia vifaa vingine vya elektroniki, manake wanaingia katika mitandao, wanaona mambo mengi. Hatua inayopelekea pia hata hao watoto ambao wanashuhudia mambo haya yaliyo mtandaoni inakuwa ni sehemu ya wao kulelewa na mitandao kuliko kulelewa na wazazi wao. Hili nalo tunalizungumziaje? Hilo ni kweli, na kwa vile tupo katika zama za kidigitali za kimtandao, bado tuna nafasi ya kuwafundisha watoto. Kwa sababu falsafa yetu inasema tumlee mtoto kinyume na tulivyolelewa sisi. Kwa sababu wao wapo katika mazingira ambayo sisi hatukuwepo. Kwa hiyo mazingira yao haya sio mazingira ambayo sisi tulikuwa. Lazima tuendane na vile, na utakapomnyima mtoto kutumia mambo ya kidigitali unamnyima pakubwa. Kesho kutwa anaenda chuoni ndo tunakumbana nao. Sisi wengine ni wahadhiri chuoni, nakutana mtu hawezi kutumia hata laptop. Sasa ilikuwaje? Kwa sababu mzazi alilazimisha alelewe kama yeye. Sasa ni muhimu kuwafundisha, lakini katika mafunzo ambayo tutawapa ni kuwekea mipaka ya matumizi. Ni muhimu sana kuwa tunaweza kuchunguza simu zao, tunaweza kuchunguza vishikwambi, tunaweza kuchunguza TV tunazowekea,
kila hatua ambayo nataka kupita, na hiyo mifumo kwa sasa ipo mingi, ni kuonana na wataalamu tu. Inawezekana mimi mwanangu anachezea simu kwa aliko, hapa naiona anachokifanya na kitu gani. Naweza kupitia leo kaingia hapa ni kukaa na wataalamu, na hili linawezekana kwa sababu hata wazee sasa hivi wenye miaka 70 wanajifundisha kutumia simu kubwa. Hazikuwepo hapo, lakini wanatumia. Kwa hiyo bila shaka ni mambo ambayo wanaweza kukaa na watu wakajaribu kuwafunga watoto wao. Na ziko program nyingi ambazo zinawazuia watoto kwenda sehemu ambayo hutaki kwenda. Kama umewekea TV, anatizama channel ambazo wewe umetaka tu atizame, au matukio ambayo wewe umetaka tu atizame. Kinyume cha hapo hawezi kutizama. Na ukitizama hata sheria zetu za matumizi ya kidijitali kupitia mamlaka ya mawasiliano inakataza mtoto kutizama maudhui ambazo hazimhusu. Kwa hiyo hizi ni katika zile ambazo tunasema zinachochea mtoto kufanya mambo ambayo si katika maudhui yake, si katika jambo lake. Kama hayo ya kujinyonga, mtoto anakaa na simu anaona fulani kumbe alipata. Wenzake wameact tu, ni mchezo tu. Lakini yeye anafikiria ni kweli. Kumbe solution ya tatizo langu ni kujinyonga. Umepata simu katika ingiza season, na siku hizi watoto wanatizama simu. Season kwenye simu, tuona umelala mzee, kumbe mtoto yuko chumbani anatizama season. Na katika kutizama kuna hisia za kimapenzi, hasa watoto ambao kuanzia miaka 14, 15, 16, 17 anapata hisia za kimapenzi, ameshafikia umri wa balehe. Sasa anahisi mwenzake mapenzi akajinyonga, ndio sababu. Na mimi kule nimemtongoza kile kitoto kile. Sawa.